kama vile tunavyopata tofauti, kuna tofauti ya imani na Uislamu, kama ambavyo kwamba kuna tofauti ya muumini na muslim, kuna tofauti ya al-imanu wal-islam, na kuna tofauti ya al-mu'minu wal-muslimu. Lakini idha jitamaa iftaraka wa idha iftaraka ijtamaa. Ndio fahamu tulionao. Idha jitamaa iftaraka wa idha iftaraka ijtamaa, ina maana ya al-islamu wal-imanu ukizieka kwa pamoja, al-imanu huja kwa maana yake na al-islamu huja kwa maana yake, kama ambavyo kwamba ukimuweka al-mu'minu wal-muslimu utakuta ya kwamba al-mu'minu ni mwingine, wal-muslimu ni mwingine. Lakini ukiweka mbalimbali, ukitaja al-islamu umetaja al-imanu, ukitaja al-imanu umetaja al-islamu, kama ambavyo kwamba ukimtaja muslimu umemtaja muumini na ukimtaja muumini umemtaja muslim. Sasa suala liko hapa kwa hili, je, iko tofauti ya nafsi na moyo? Naam. Sisi usema sana, moyo wangu unaambia nende, kisha moyo wangu unaambia nsende, sio? Lakini kisha pia unena vile vile nafsi yangu mara unaambia mfanye, mara unaambia nsifanye. Sasa hiyo nafsi ndio moyo na moyo ndio nafsi, au vitu viwili tofauti? Kiuhakika wa mambo, kiupelelezi waliotoa wanazuoni wasema ya kwamba kwa mara nyingi hurudi pale pale, nafsi na moyo kwa maana hurudi pale pale, ingawa kwa mfumo huu katika Qur'ani zimetajwa nafsi tatu na moyo imetajwa mioyo mitatu. Katika Qur'ani, katika kutajwa mioyo imekuja qalbun salimun, kuna qalbun maridhun wa qalbun mayitun, imekuja hizo tatu. Na nafsi imekuja kwenye Qur'ani pia mara tatu, nafsun ammaratun bisu, kuna nafsun lawama wa nafsun mutmainna. Kwa hivyo zote, kwa pande zote katika Qur'ani, kwa huku zimetajwa mara tatu na kwa huku zimetajwa mara tatu. Lakini bidhati wa mambo, tukisimama na moyo kwa maana ya nafsi na nafsi kwa maana ya moyo, basi kabla ya kuingia katika kina cha muhadhara wetu wa leo, kwanza tuiangalieni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindi aliposema, ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasadat al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kijipande cha nyama. Kijipande cha nyama hicho kikitengezeka, mwili mzima utengezeka, na kijipande cha nyama hicho kikiharibika, mwili mzima uharibika. Jueni ya kwamba si chengine isipokuwa ni nini? Ni kipande cha nyama kinachojulikana moyo. Moyo mwanadamu ukiharibika hauna dawa, na moyo mwanadamu ukitengezeka na viungo vyote kwa taufiki ya Mungu vitatengezeka. Lakini moyo ukifisidika na moyo ukifa, hakuna tiba nyingineo kwa viungo vinginevyo mpaka kwanza itibiwe moyo. Moyo kitibika
na vingine vote vitakuwa sahali, na vingine vote vitapoa. Lakini moyo ukiwa ni moyo uliokufa au moyo wenye maradhi, na viungo vingineo vyote vitabakia na maradhi. Kwa ajili hiyo ndio wanazuoni wakasimama kutaka kuleta mambo na njia na barabara ambazo kwamba tamfanya mwanadamu moyo wake uwe na amani, na moyo wa mwanadamu uwe ni moyo mzuri na moyo wenye kutulia. Wakatuambia wanazuoni waheshimiwa, ayuhal muslimun, enyi waislamu, lianna Allah huwa salam, hakika Allah tabaraka wa taala ye mwenyewe kajiita as-salam, faqad dalla ibadahu ala ma fihi salamatuhum wa hadharahum mimma fihi halakuhum. Tuambiwa ya kwamba aliwajulisha waja wake na kuwaonesha waja wake kwa mambo ambayo kwamba itakuwa na usalama kwao, na kuwaonya wao kutokamana na mambo ambayo kwamba itakuwa maangamivu kwao. Fa arsala ilayhimur rusula, aliwatumilizia wao mitume. Wa anzala ilayhimul kutuba, na akawateremshia wao vitabu. Allati, ambavyo kwamba turshiduhum wa tahdihim ila subili salam, ambavyo kwamba vitawaongoza wao na kuwaelekeza wao kwenye barabara ya amani na barabara ya utulivu na barabara ya tumanina yenye kuwafanya wao watulie. Kweli ndugu zanguni, waliletwa mitume na mitume hawakufanya khiana kwa kufikisha mambo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba ridwanullahi alaihim, ilikuwa wakifanyiwa istihzai na maadui wa Waislamu na Uislamu ya kwamba mtume wenu aliwafundisha nyinyi hata al-khiraa, yani aliwafundisha nyinyi hata masala ya chooni, hata masala mkiingia chooni mufanye vipi. Lakini hii yaonesha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakubakisha lolote. Ndipo katika miongoni wa maneno yaliyosemwa na masahaba ni maneno ya Abu Darda pindi aliposema, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yatiru ta'iru bi janahihi fi samaa illa dhakara lana minhu ilma. Sema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuondokea sisi na ametubakishia sisi elimu, hakutuachia kitu chochote. Akapiga mfano akasema, mpaka ndege mwenye kupiga mabawa yake angani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitupa elimu juu ya hilo. Ina maana hakubakisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kufikisha kwake. Ndipo hata katika mazungumzo yake na hadithi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ilikuwa ni haki kwa manabii wote waliokuwa kabla yake na hata yeye mwenyewe kuwajuza kaumu zao mambo ya kheri anayoyajua kuhusu ya kheri, na kuwakanya wao kuhusu mambo ya shari ambayo kwamba yatakuwa ni shari kwao kwa anayoyajua yule mtume au nabii. Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atoa mwelekeo huo na maneno hayo. Sasa Allah tabaraka wa taala alitumiliza mitume na aliteremsha vitabu ili mitume hao na vitabu hivyo viongoze watu kwenye barabara ya sawa na kwenye barabara ya amani na barabara ya utulivu. Kiuhakika, angalia hata kwa ulimwengu wa leo, acha kwa mambo ya akhera, weangalia tu kwa jambo hili la dunia. Mahali kama kuna barabara mbovu, hakupitiki ima kwa usalama ama hakupitiki ima kwa barabara kwa mbovu. Kwa usalama zikitiwa tu zile taa, utasikia watu nena, sasa alhamdulillah tuapita kwa amani na tuapita salama salmini. Giza hakuna tena, ina maana kwa lugha nyingine hakuna tena chakabari. Na barabara nao kama mbovu,
ikatengezwa kwenye kutengezwa, hata kama nkushalikiwa, lakini ukiweza kupita kwa utaratibu na umakinifu, pia mwanadamu usema alhamdulillah, ilikuwa kuendeki. Mfano tu hapo, kuna watu kiambia hatuende ngomeni. Ngomeni mahala pa kuendewa na mvua hii, mashimo yaliyoko, sitaki kwenda ngomeni. Lakini naitiwe kabro barabara ngomeni ndani, au itiwe lami, utasikia watu sema alhamdulillah, ngomeni na Malindi kunusa. Yani hakuna tena dhiki na shida, imekuwa ni hapo tu, kwa kuwa sasa upita kwa usalama na kwa utaratibu na umakinifu na utulivu. Kwa hayo tu mwanadamu usikia raha. Sasa fikiria kaifu na vipi kwa jambo na mambo ambao kwamba yatakupa utulivu na amani na usalama na umakinifu katika dunia yako na katika akhera yako. Ni jambo ambalo kwamba mwanadamu utakalizingatie, na mwanadamu walifikirie, na mwanadamu aende mbio kutaka kunali hayo yaliyowekwa, ili apate usalama katika nafsi yake na moyo wake. Allah tabaraka wa taala asema katika suratul Maida aya 15 mpaka 16, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab, enyi mulopawa vitabu, watu wa vitabu, waliyahudu wa nasara, hakika imewajilieni nyinyi, ama amewajilieni nyinyi mtume wetu kuwabainishia nyinyi mingi ambao kwamba ilikuwa mkiyaficha hamubainishi kwa watu katika kitabu. Wayafu an kathir, na mingi mambo ilikuwa mkiyaacha hamutaki kuyaweka bayana na kuelezea watu. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, hakika imewajilia nyinyi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala nurun wa kitabun mubin. Nurun, kuna watu waliosema ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika waliotafsiri, wana tafsiri wa kutafsiri aya za Allah tabaraka wa taala. Kuna waliosema nuru bimaana alislam, ya kwamba ni Uislamu, wa kitabun mubin, Qur'ani tukufu takatifu. Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam, yoyote Allah tabaraka wa taala atamuongoza kwa muongozo huo wa Qur'ani na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala amtakaye, kwa yule atakayeandama na kufuata mtume na kitabu kwa kutaka radhi za Allah tabaraka wa taala, barabara iliyonyoka na barabara ambayo kwamba ya salama, ya amani nzuri. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri biidhnihi, na kuwatoa wao katika giza na kuwapeleka kwenye mwangaza kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, na kuwaongoza wao kwenye barabara iliyonyoka, barabara ya Uislamu. Sasa angalia, kwa kuletwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa kuteremshwa kitabu cha Qur'ani, tumepata mwelekeo wa kufahamu mambo. Angalia, kwa kuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametutoa kwenye giza, ametupeleka kwenye mwangaza. Kwa kuletwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametutoa kwenye ushirikina, ametupeleka kwenye tauhidi. Kwa kuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametutoa kwenye ujinga, ametupeleka kwenye elimu. Amekuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kututoa sisi kwenye kughafilika, kutupeleka kwenye kumkumbuka Allah tabaraka wa taala. Yote hayo yamefanywa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo kwamba sisi hilo ni neema kubwa sana kwetu sisi, na twastahiki sisi kuyashika yale ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuletea. La kwanza kabisa, wanazoni wasema a'dhamu subuli ila salami ma'an nafs, barabara kubwa zaidi na jambo kubwa zaidi yenye kumpa mwanadamu amani na utulivu kwenye nafsi yake na kuipa nafsi yake utulivu, maarifatul ghayati allati khalaqana Allahu liajliha, ni mwanadamu kujua malengo
ambao kwamba Allah tabaraka wa taala amemuumba nayo. Ukitaka kupata umakinifu katika dunia hii na moyo wako kusalimika na moyo wako kumakinika na moyo wako kupata amani, kwanza kabisa ni ujue malengo, hadaf na gharadh na purpose za Mola wako kukuumba. Kwa sababu sisi duniani hatukuletwa ovyo. Sisi duniani hatukuletwa kwamba tuje kutembea. Ndipo hata Mungu akauliza katika Qur'ani, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, hivi nyinyi mnadhani ya kwamba sisi tumewaumba nyinyi ovyo na kwamba kwetu sisi hamuteregeshwa, hamutoregea? Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema, ayahsabul insanu an yutraka suda, huyu mwanadamu adhani ya kwamba yeye ataachwa hivi hivi, hatopawa maamrisho yenye kumwamrisha yeye na hatopawa makatazo yenye kumkataza yeye? La, mwanadamu yafaa katika huu ulimwengu afahamu lengo la kuumbwa yeye ni lipi. Ukishafahamu lengo lako la kuumbwa na Mola wako, tayari ushapata barabara ya kwanza kubwa ya kupa moyo wako amani na usalama na utulivu. Na siku zote ndugu zanguni, kila unalolifanya kuwa na malengo nalo, kila unalolifanya kuwa na malengo nalo. Wasoma, kwa nini wasoma? Wasomesha, kwa nini wasomesha? Wafanya biashara, kwa nini wafanya biashara? Waoa, kwa nini waoa? Usioya kwamba kesho kutwa tena Ramadhani, kila mmoja magharibi kwenda kwake akapikiwa makawa amepikiwa kile anachotaka. Itakuwa vipi mimi bwana mpaka Ramadhani hii ya 2025 nile kwa madha na mimi taka nile kwangu? Kwa hivyo waoa kwa sababu ya futari. Ramadhani itaisha, Ramadhani itakwisha. Waoa kwa kuwa watu wapikiwa, nawe wataka kupikiwa. Si malengo ya kisawasawa, kwa sababu kwenye malengo pia si kila lengo lengo. Uweza ukawa na lengo lakini lengole likawa si lengo. Kaona kwamba unayo hadafu, lakini hata watu wakikupima ama watu kuangalia kwa nini wafanye hivi, hoja utakayoitoa ikawa si hoja ya kimsingi, ikawa ni hoja ambayo kwamba haina mwelekeo. Lakini mwanadamu ukitaka umakinifu na moyo wako kupata salama, kwanza jua kwa nini Mola wako amekuumba. Nataka vijana wadogo wadogo, mmoja huyu na mwingine hapa kama yuko, alikuwa mwingine ametoka. Al-akh, kwa nini Mwenyezi Mungu ametuumba? Limadha khalaqana Allah? Ili tumwabudu yeye. Mashallah, barakallahu fik. Masmuk? Muhammad, mashallah. Kijana mdogo, Mwenyezi Mungu azidi kumpa ufahamu na Mwenyezi Mungu azidi kumpa uelewa, lakini anambia, na hapa ndipo sawa, asema lengo la kuumbwa kwetu linaabudahu, ili tumfanyie ibada Allah tabaraka wa taala. Sawa kabisa, tumekubaliana na wewe 100%. Na hapa wanazuoni wasema haya, fa innal ghayata min khalqi Adam alayhi salam wa dhurriyyatihi hiya ibadatullahi wahda. Lengo la kuumbwa Adam na vizazi vya Adam, vizazi vyake, lengo si linginelo la kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake. Tawauliza swali na nafikiri niliwahi kuuliza, kama sikukosea, ama kama itakuwa nimeuliza sehemu nyingine, lakini suala liko hapa duniani
tuishi tule au tule tuishi? Hapa duniani tuishi tule au tule tuishi? Tule tuishi, sio tuishi tule. Kwa nini? Ni ule upate uhai, upate kufanya mengineo, mwafikiana naye, au kuna mwingine ana kinyume naye, ana rai yake na fikra yake. Naam, tule tuishi, tuwe na swiha, tufanye ibada kama alivyosema pale. Tule tuishi, sio tuishi tule. Hasa kama tuishi tusile, si vyakula vitaharibika na vyakula vitamwagu na itakuwa ni israfu. Tumekubaliana na wao kwa sote. Naam, huo ndio usawa katika hii dunia, ni tule tuishi, sio tuishi tule. Tule tuishi tupate kufanya lengo tuliloletwa nalo hapa. Tukisema ya kwamba ni habari ya kwamba tuishi tule, ndio pale hata ukienda ukinunua kilo 2 ya sima huwa ushika hivi, nini sasa hii? Huwa huidharau, huona kwamba sio ile kilo 2 ya sima siku zote. Sasa hivi kipimo onakana kwamba kimepungua kwa hamu na fikira ya mwanadamu, kwa kuwa akili yake iko kwenye mlo. Na kuna watu mmoja alhamdulillah mlaji mzuri sana, watu wakimwambia usili sana akasema kula sana pia ni neema. Kweli asema kula sana pia ni neema na ni kipaji cha toka kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini kiuhakika wa mambo, lengo ambalo kwamba tumeletwa nalo hapa duniani si lenginelo isipokuwa ni sisi kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi waliofungamanisha wanazuoni hapa, kwa wao kufahamu ya kwamba hili lafaliekwe hapa kwa sababu kuna wanadamu wamekuja duniani kwa kufikiri wao wameletwa kutuma hapa duniani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, yoyote mwenye kuwa akhera ndio hamu yake, basi Mwenyezi Mungu humjaza utajiri katika moyo wake. Wajamaa alayhi shamlahu, kisha mambo yale ambayo kwamba humtia maudhiko na mambo mbalimbali hayawezi kuyamaliza na kuyafanya, humkusanyia Mola wake akamfanyia uwepesi kwenye mambo yake. Wa atatuhu dunya wa hiya raghimatun, na kisha humpa na dunia, na kisha ile dunia Mwenyezi Mungu humuonesha akampa moyo mpaka kaifahamu dunia kwamba ndhalili. Hii dunia kwake yeye kawasi lolote si chochote. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa man kanatid dunya hammahu, na yote mwenye kuwa dunia ndio hamu yake, farraqa Allahu alaihi shamlahu, Mwenyezi Mungu humwekea mambo tofauti tofauti, akajiona huenda mbio tu kwenye kutafuta mambo. Waja'ala faqrahu baina ainaihi, dunia isipokuwa kile alichokuandikia Mola wako. Lakini na mtu ambaye kwamba hamu yake ni akhera, hao ni wale wanaofahamu na waliofahamu ya kwamba hapa duniani ameletwa kwa lengo la ibada. Yuko mwema mmoja alisimama usiku akawa huswali saa zote, usimama usiku, ikawa wanake paka umwambia basi baba sasa pumzika starehe, wasimama sana kwa visimamo vya usiku, jistereheshe. Aliwajibu wanake akasema,
arrahatu uride, nataka raha mimi, kusudio ya kwamba niacheni mpate tabu hapa lakini mpate raha akhera. Ndio mmoja akasema ij'al hammaka hamman wahida, jalia hamu yako ni hamu moja tu, ni hamu ya kuifikiria akhera. Dunia si lolote, si chochote. Ikusanye dunia namna utakavyoikusanya, lakini hatimaye utaiacha vile vile dunia. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipolala chini ya mti kwa kutafuta upepo na kivuli, kwenye mkeka ambao kwamba alikuwa ameutandika, ule mkeka uliacha athari kwenye ngozi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba kwa kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, lao ungelituambia tungelikuwekea kitu ikawa chenye kukukinga na alama hizo zilizotoka kwenye ngozi yako. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, mali wa dunya innama ana wa dunya karakibin istadhalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Angalia, kwa hili ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alilala. Alipolala mwili ukatoa alama, akapiga mfano kwa kunena Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nini mimi na dunia? Hakika yangu mimi na dunia ni mithili ya aliyopanda kipando, kisha kaenda chini ya kivuli cha mti akapumzika. Baada ya kupumzika akapanda kwenye kipando chake akaendelea na safari yake. Mti ulibakia pale pale, kivuli kilibakia pale pale. Ni mfano wa dunia aliopiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo mmoja akasema kwa maneno haya ambayo kwamba yana wizani, maneno haya ukiyapima na sisi, Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwayo. Inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu alfitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujata wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Haya maneno, inna lillahi ibadan futana, hakika Allah tabarak wa taala ana waja waekevu, waja wenye kupima mambo, waja ambao kwamba wana akili, na muumini astahiki siku zote kuwa na akili. Tawapa kisa kimoja, ingawa walichokitoa na namna walivyokitoa hichi kisa mimi ukiona kama cha maskani, lakini tunawapa ya kwamba pia katika visa vya watu wa maskani pia vingine upata ibra, ingawa si vyote, vingi hututia boksi kama sema wenyewe watu wa maskani vijana. Lakini mtu takawe sharp, mtu taka akili yake haraka kuzunguka na kupima mambo. Kile kisa wanachotuambia wenyewe vijana ya watatu walioenda kuposa kwa mzee mmoja kwa wakati tofauti, lakini habari wakaipata. Alikwenda mmoja kutaka binti kwa mzee fulani, kumbe huyu mzee ama huyu baba kawa azma yake ni kumwozesha binti yake mtu ambaye kwamba amehifadhi Qur'ani. Wa kwanza alipoenda akaambiwa waitwa nani, akasema naitwa Yasin. Baba akamwambia isome suratu Yasin. Akasoma Yasin asipate, alikuwa si hafidh, akankosa binti. Wa pili akaenda, waitwaje? Akasema mimi naitwa Taha. Akaambia isome suratu Taha, hajui, akankosa binti. Sasa watatu, sasa habari ashazipata, na baba utafuta hafidh, na baba kwa sampuli nyingine labda hataki kuntoa huyu binti kishiko cha kwamba mtu awe hafidh na sasa tukuhifadhi. Alikwenda kwa baba akamwambia, mimi naitwa Muhammad, lakini mtaani watu wanaita kulu Allahu. Kuna mtu anaitwa kulu Allahu katika dunia hii? Ni ujanja utumia kwa akili yake kutaka kutumia ujanja ili ampate ule binti, asema naitwa Muhammad,
lakini mtaani watu nitakulu wallahu. Hakuna, sijasikia hapo na wala sitosikia isipokuwa mwanzo kwa kisa hichi cha maskani. Lakini ninapotaka ni kwamba watu wawe na uwekevu kwenye mambo yao hata ya kidunia na hususan kwa masala ya dini. Lakini angalia kwa uwekevu waliokuwa na watu, inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu alfitana, walitaliki dunia na wakachelea fitina za dunia. Nadharu fiha falamma alimu, walitizama ile dunia pindi walipojua annaha laysat lihayyin watana, si mahali pa mtu kuishi milele. Jaaluha lujata, waliifanya dunia ni kama mawimbi ya bahari na ni kama bahari. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, walifanya amali njema ndio marekebu na safina na jahazi kuvuka na kutembelea katika bahari ile. Wakaifanya hii dunia ni maji, dunia ni bahari, amali njema ndio kivuko, wakaanza kufanya amali zilizo njema. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Iwe hamu yetu kwenda mbio kutaka kutafuta yale ambayo kwamba ni akhera, tusiwe na hamu na dunia. Dunia ni yenye kumalizika na akhera ni yenye kubaki. Siku zote fahamu ya kwamba iko siku anta mahmulun, iko siku tutabebwa, na iko siku tu kama ambavyo kwamba wafungua mitandao ukapata habari za vifo vya fulani, ukaona na picha za fulani zimewekwa kwa taarifa ya kifo, na umekuja msikitini ukamswalia fulani, na ukatoka kabeba jeneza la fulani na kumshindikiza fulani kwenda kuzika. Iko siku habari zako zitaenea kwenye mtandao. Leo wapokea simu, fulani amekufa. Kuna siku watu watapokea simu yako umekufa. Leo umeshiriki kwenye kumuosha fulani, kuna siku watashiriki watu kukuosha. Leo umebeba, kesho utabebwa, wa hakadha na sampuli hiyo. Sasa mwanadamu saa zote takafikiria ya kwamba dunia si lolote si chochote. Ndipo tukaambiwa na Mtume Isa, ad-dunya qintaratun fa'buruha wala ta'muruha, hii dunia ni bridge, basi msifanye dunia ni mahali ambao kwamba mwataka kuimarisha. Piteni tu. Kama mkutaka kuimarisha mambo, imarisheni akhera yenu na tengezeni akhera yenu, kwa sababu dunia ni mapito. Na sote hilo tunao yakini nalo, kwa kuwa ni wingi tuliokuwa nao leo hawapo. Hakuna mtu katika familia yake hajakosa mtu. Nani? Hakuna. Katika familia iliyokuzunguka, kama si babu ni bibi, kama si shangazi ni mjomba, kama si baba ni mama, kama si kaka ni dada, na vovote takavokuwa, lazima katika familia uko tu mshipa na kishale kilichokupiga kwa huzuni ya kuondokewa na mmoja kati ya familia yako. Na ikiwa hilo bado, jirani yako na unaowajua na maswahibu zako na marafiki zako ni wingi, watu waliokuwa wako kama sisi, kama hizi meza tunazozitumia sasa kutoa darasa. Kuna mashehe, Mungu awarahamu, Mungu awatanganye na wema, wao walipitia hapa wakizungumza zaidi ya hivi tunavyozungumza, kwa ufasaha waliopawa na Mola wao, kwa elimu waliopawa na Mola wao, kwa ikhlasi waliopawa na Mola wao, kwa taufiki ya kuafikiwa na Mola wao, ilikuwa wakitoa madarasa. Lakini leo hawapo. Nami ninaitoa darasa, kuna siku itakuwa sipo. Nyinyi mnaosikiliza, kuna watu walisikiliza kabla yenu, leo hawapo, na kuna siku nayo nyinyi itakuwa hamuko, watakuwa wako watu wengine. Ndivyo ulimwengu ulivyo na ndivyo dunia ilivyo, na hususan kwa dunia ya leo, dunia ambayo kwamba yaenda kasi, na dunia ambayo kwamba iko spidi, kwa vifo kuwa vingi
na vifo vya ghafla. Lakini mwanadamu afahamu ya kwamba dunia si lolote si chochote, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tulioitaja, kwa kuonesha kwamba mtu asiwe na hamu na dunia, ni mtu awe na hamu na akhera, kwa sababu tumeletwa duniani si kwa lengo lingine, ni kwa lengo la ibada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La pili, moyo wako kusalimika na moyo wako kumakinika. Wanazoni wasema tahqiqu tauhid ni uhakikisha kwamba moyo wako umejaa tauhidi. Tauhidi maana yake huwa ifradullahi bil ibada, ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika ibada, kama alivyosema mwenye kusema kun wahidan fi wahidin liwahidin. Kun wahidan, kuwa peke yako, fi wahidin, kwenye barabara pekee ya haki ya usawa ya dini ya Kiislamu, liwahidin, kwa ajili ya mmoja. Kusudio ya hapa kun wahida, usimamapo kutenda lolote unalolitenda, fanya jambo lako na Mola wako ikhlasan lillahi. Usitake kuchanganya muamala wako na Mola wako kutaka kuchanganya na viumbe vingine. Unapochanganya viumbe itakuwa bado hujakuwa muwahid. Lakini simama peke yako kwa barabara ya sawa, barabara ya haki ya Kiislamu, kwa ajili ya Mola wako. Kun ma'al haqqi bila khalqi wa ma'al khalqi bila nafsi. Maneno haya mazito sana. Kun ma'al haqqi bila khalqi wa ma'al khalqi bila nafsi, kuwa pamoja na Allah tabaraka wa taala pasina kuwaweka viumbe kati, na kuwa na viumbe kwenye kuamiliana kwako na viumbe pasina kuiweka nafsi yako kati au mbele. Kun ma'al haqqi bila khalqi wa ma'al khalqi bila nafsi. Sasa usimamapo na Mola wako, la taltafit ila yamini wa ila shimali. Usitake kuangalia huku, usizunguke kuangalia huku wala kuangalia huku, wala utake kumchanganya huyu na huyu. Maadamu umesimama kwa lengo la kumfanyia Mola wako, simama kwa lengo la kumfanyia Mola wako. Usitake kutanganya ya Mola wako na ya waja, utaharibu ibada yako kwa Mola wako, utaharibu muamala wako kwa Mola wako, utaharibu msimamo wako kwa Mola wako. Simama kwa Mola wako, kuamini ya kwamba yote ni yafanyayo nafanya kwa ajili ya Mola wangu. Si masahaba ridwanullahi alaihim, si watu waliteswa na watu walipata taabu, na walikuwa wanayo khiari ya mateso walioyapata kutaka kubadili msimamo. Lakini angalia, watu walibakia kwenye msimamo ya kumpwekesha Mola kwa dhahiri, kwa shahiri, kwa watu kusikia na watu kuona. Sote twajua Bilal namna alivyoteswa na namna tabu aliyoipata, kwa adhabu kali aliyokula katika jua kali la Maka, na jiwe lilokuwa kubwa limewekwa kwenye kifua chake, na huku akiambiwa mkufuru Muhammad na ikufuru dini ya Muhammad na mkufuru Mola wa Muhammad. Msimamo wake angalia tu kwa hilo, na hapo ana khiari. Kwa adhabu iliyokuwa kali, ilikuwa ni sawa temke watakavyo, kama ambavyo kama taonesha dalili kwa upande mwingine, lakini ilikuwa kasimama tu pale pale akisemaje, ahad ahad ahad. Hataki mwingine aamini yule yule wa Muhammad kwamba ndiye pekee wa haki
anayestahiki kuabudiwa. Tuje huku kwetu, taweza kwa hilo? Hatuwezi kwa hayo. Sisi la Mola wetu tukusimama kidhati cha Mola wetu. Mingi tuyafanyayo, kwanza tutaka kufanya riaan wa sumaa. Mingi tunayoyafanya tutaka kufanya tupate kuambiwa sifa na kutaka kuonesha watu. Na sisi kwa kukosa imani kwetu na ikhlasi yetu kwa Mola wetu, ni wangapi leo waendao kanisani kuombewa? Aona kwa upande wa Uislamu, utamsikia usema nimejaribu kwa mashehe, nimesomewa kwa dini ya Kiislamu, lakini naona bado matatizo yako pale pale. Nimeamua sasa hivi niende kanisani, hata nende nikajaribu na maombi kanisani. Na mjua mmoja hivi, sura yake na jina lake na familia yake, aliritadi, alienda kanisani kuombewa. Alipoombewa akasema nimepata tiba kanisani, sikupata tiba msikitini, ikawa ni sababu ya kuritadi. Lakini Mungu akaja akamwafu. Kabla hajakufa aliketi kwenye Ukristo, alipitiwa na Ramadhani 2 hula haswali kwa kuwa tayari ni Mkristo. Juzi ndio alirudi tena nyuma na alirudi katika dini ya haki na dini ya Kiislamu. Lakini watu hutoka kwa mstari wa sawa, na watu hutoka kwenye barabara ya sawa kwa kukosa tu watu kutaka kumkwekesha Mola, na kwa kuwa na uyakini ya kwamba ndiye mstahiki wa kufanyiwa ibada. Lakini angalieni wema waliotangulia, Ammar ibn Yasir na babake Yasir na mamake Sumayya, mwanamke wa kwanza aliyokufa shahidi. Hawa waliteswa. Ammar aliwaona wazazi wake uteswa hivi, na aliwaona wazazi wake wako kwenye tabu na shida. Wazazi walisimama kwa msimamo, hawakutaka kubadili msimamo. Vitabu na tarehe yatuambia ya kwamba Sumayya aliweza kudungwa mtaimbo au mkuki kwenye sehemu ya siri, na alikuwa mwanamke mjamzito wakati huo. Ammar kuona wazazi wake uteswa na wazazi wake kupata tabu, kwa kusimama kwa msimamo wa sawa, alikubali kuwataja miungu ya kishirikina. Lakini angalia vitabu vasema, baada ya hapo ilikuwa uso wake hauwezi kumkabili Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hujificha ficha, hawezi kujitokeza waziwazi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwalitaja miungu ya kishirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam kamwambia Ammar, vipi? Akamwambia, ya Rasulullah, hawakuniacha mimi mpaka nikataja miungu yao. Mtume akamwambia, kaifa tajidu nafsak, moyo wako uko vipi? Waonaje imani yako iko wapi? Akamwambia, mutmainun bil iman, moyo wangu katika dini ya Kiislamu uko pale pale ya Rasulullah. Mtume akamwambia, fa inaadu faud, wakirudi tena, wakikunyanyasa tena, wakikusumbua tena, maadamu moyo wako umesimama kwa imani la kuniamini, na moyo wako umesimama kwa imani ya kumwamini Mola wa haki, wakikudhalilisha tena kwa msimamo wako ulionena, simama nao. Maadamu moyo wako umesimama na haki, maadamu moyo wako umesimama na dini ya haki, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ampa faraja na maliwazo na matulizo, kumwonesha ya kwamba usijali, bado hujabadili msimamo katika dini ya haki. Lakini tuje huku kama tunenavyo, Ramadhani hiyo yaja hapo Mbiwani Lolongo, Malindi hapo, labda ukiangalia Waislamu hawakutoa vipeto kama wanavyoviita wenyewe, lakini asimame mwingine asiyekuwa Muislamu
au Muislamu atoe akitoa kigunia chake iwe ntambi na maharagwe na kibogisi cha tende, asiyekuwa Muislamu gunia hilo uwezo ukafuturia mpaka Dhulhijja. Waambiwa haya, wale ambao kwamba wenye imani ya kweli wasende kule kutukua, ingawa vigunia vikubwa kuliko hivyo vetu. Kuna watu watakwenda, sema kisha kwa nini sende? Mimi na wazimu kile chao kigunia, lakini kwa kukosa imani. Kama wale ambao kwamba walioingiliwa msikitini siku moja, waliingiliwa msikitini, jamaa wameketi, mmoja aliingia na hakuvaa shati, kisha ana upanga mkononi. Nani muumini? Auliza swali hilo, nani muumini katika msikiti? Waumini wameketi, jamaa wote hawakuinua mikono, ameshika panga na shati hana akili huu. Tatumaliza tatuua, hakuna loinua mkono. Basi akaingia, akatoka na imamu. Alipotoka na imamu, kumbe lengo lake la kumtafuta mtu muumini, ana mbuzi wake taka kutindiwa. Sasa alimtafuta mtu muumini wa kisawasawa, Muislamu akamtindie. Basi akaenda akatinda imamu. Alipotinda ikawa salama yake. Sasa wakati wa kutunwa, kutaka kutolewa ngozi, imamu hajui, akarudi tena msikitini na panga. Sasa utiririka na damu. Nani muumini? Jamaa walinua mikono msikiti nzima, Yesu asifiwe, Yesu asifiwe. Ona mauti haya, imamu ashamalizwa. Sasa tuliobakia sisi hapa mmoja mmoja, kitu kitakwenda. Lakini angalia, ni ukosefu wa imani na ukosefu wa mtu kutaka kumwamini Mola wake sawa sawa. Lakini ni lazima katika moyo wetu, ili moyo usalimike, ni watu wawe na tauhidi. Ni sisi katika kuabudu kwetu na sisi katika ibada zetu tuhakikishe ya kwamba tunamfanyia Mola wetu ibada na tusitanganye ibada zetu na wengineo. Lakini kuna Waislamu ambao kwamba Waislamu leo sisi uswali, lakini na mengineo hatuachi. Wako Waislamu washirikina, wako Waislamu wana walimu wao, wako Waislamu wana waganga wao, wako Waislamu lakini waganga. Mtu swali na mkononi anairizi, mtu swali na kiunoni anairizi. Ni mabiashara mangapi na majumba mangapi na maduka mangapi na magari mangapi yana maboti na majahazi na madau mangapi yalofungwa karatasi za uganga? Nyingi, hazina hesabu. Au mtu huenda kutaka kuangaliwa na mganga ama mkuhani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man ataarafa au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yoyote atakamwenda mkuhani au mchawi au mpigaji ramli akasadiki kwa yale anayoambiwa, huyo amekufuru kwa kile alichoteremshiwa Muhammad. Ina maana umekufuru Qur'ani, na ukikufuru Qur'ani wewe ushatoka katika mila ya Uislamu. Lakini watu huenda na kisha tena wakajisifu na Waislamu, wakamwambia mwenzake, tabibu fulani huona kweli kweli, mganga fulani mwisho yule huona kweli kweli. Huona nini? Naye tawa aliyoko kwenye kishogo hamuoni? Kama huona yako, yeye ana mangapi yake, mbona hayaoni? Lakini kwa yote hayo ni watu kukosa tauhidi kwenye nyoyo zao. Upwekeshaji wa Mola wetu kwa kumfanya ikhlas Mola wetu kwenye ibada zetu, hilo limekosekana. Na ikikosekana tauhidi katika moyo wa mwanadamu, basi hakuna lingine la kubakia isipokuwa ni hasara tu. Juzi hapo Tanzania
Sheikh Nuruddin Kishki hafidhahullah akisumbuana sana na baadhi ya watu kwa masala ya mafuta ya upako. Habari ilikuwa ndefu na habari ilikuwa nzito, lakini tukitizama kwa kina na ukitizama kwa kina haya mambo, utakuta ni kwamba watu madhaifu wa imani kwa kumwelekea Mola wao. Leo wingi wetu tumekosa tauhidi. Hakuna tauhidi kwenye nyoyo zetu na hakuna tauhidi kwenye majumba yetu. Ilipokosekana tauhidi, ndio nyoyo zetu zikakosa usalama na amani na umakinifu. Lakini ukiwa na tauhidi ya kisawasawa, hata jini si rahisi kutaka kukaribia na kutaka kuchezea. Lakini ikiwa huna tauhidi, ndio pale jini kwa yule unayemtoa jini hutoka kwake akaingia kwako. Kuna watu walipikiwa wali Nyali hapo Mombasa, Nyali, waliitwa kwenda kumfanya mtu rukia, na wakapikiwa na wali. Baada ya kufanya rukia, wale hawakuula mpaka leo. Jini namna alivyokorofisha pale, mpaka kuna mashekhe walisahau viatu. Kaambia basi jini ametulia ndoni mule wali, ingawa watu upenda sana wali, lakini jamaa hakurudi mpaka leo. Wakaona kwamba hakuendeki. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuwa na msimamo wa kisawasawa wa kitauhidi. Lakini ukiwa na tauhidi kisawasawa kwenye moyo wako, wallahi yoyote ambaye kwamba utakayekabiliana naye, yeye mwenyewe kweli huisi nimepambana na mtu. Lakini ukikosa tauhidi, ni rahisi kuchezewa kwa njia moja au nyingine. Adhana nafikiri ama bado dakika 5. Tayeb. Kwa hivyo la pili ni tuhakikishe sisi tuwe na tauhidi. Asema Allah tabarak wa taala katika suratu Al-An'am aya ya 82, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi, na wale walioamini na wala hawakuchanganya imani yao na ushirikina na shirki, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, hao ni wale ambao kwamba wamepata amani kwenye nafsi zao na nyoyo zao, na hao ni wale walioongoka. La tatu, kukupa umakinifu na utulivu kwenye moyo wako, al-imanu wal amalu salih, ni kuamini kisha na kutenda amali zilizo njema. Sasa angalia, wanazuoni hapa wameuliza swali, ibadallahi, enyi waja wa Allah, innana law sa'alna ayya muslim, lau sisi tutauliza muislamu yoyote, an ghayatihi, malengo yake na hadafu zake na gharadhi yake na mwisho wake takauwe vipi, laqala, tasema innahu yuridu an yaisha saida, yeye hutaka aishi katika hii dunia aishi kwa uzuri, wa an yamuta hamida, na kufa kwake akiondoka katika hii dunia pia aondoke kwa uzuri, wa an yub'atha amina, na akiondoka na akifufuliwa atakafufuliwa akiwa yuko amani, amesalimika. Lakini kwa yote hayo siri ni moja tu. Asema Allah tabaraka wa taala katika suratu An-Nahl aya 27, man amila salihan min dhakarin au untha, yoyote atakayetenda lililo jema ama lililo njema, awe mume awe mke, wa huwa mu'min, sharti hiyo, naye awe ni mu'min, falanahiyannahu hayatan tayyiba, basi tutampa yeye uhai ulio mzuri, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa wao kwa ujira mzuri kwa yale ambayo kwamba walikuwa kiyafanya. Hii ndio siri. Wewe wataka kuishi vizuri, wewe wataka kufa vizuri, na wewe wataka kufufuliwa vizuri, siri Mwenyezi Mungu ashaitoa.
siri, tenda amali njema na uwe na imani kwa Mola wako, basi utaishi vizuri, utakufa vizuri na utafufuliwa vizuri, kwa sababu ufavo ndivyo utakavyofufuliwa na utakavyoishi ndivyo utakavyokufa. Man asha ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in buitha alayhi, yub'athu kullu ala ma mata alayhi. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile utakavyoishi mara nyingi ndivyo utakavyokufa, na vile utakavyokufa ndivyo utakavyofufuliwa. Mmoja kwa kisa hichi mashuhuri, mmoja alikuwa saa zote akiomba dua, Allahumma inni as'aluka almitata alhasana, Mola nifisha kifo kizuri. Saa zote vijana wake akamuuliza, baba, ma hiya almitatu alhasana, kifo kizuri kipi? Akasema, an yatawaffani rabbi wa ana sajidun, ni Mola wangu anifishe mimi na mimi namsujudia yeye. Naam, tuambiwa alikuja kuswali swala ya magharibi, aliposujudu ndio ikawa mwisho wa uhai wake katika hii dunia. Aliondoka duniani ile hali amesujudu. Kuna mmoja juzi alinitumia salamu, akanambia, Sheikh Obo, nimekuota umekufa. Kaambia, akanambia, usishtuke Sheikh. Kaambia, anaambia kwa uzuri, akanambia, nimekuota umekufa, lakini umekufa juu ya mimbari baada ya kutoa hutuba. Akasema, Allahumma amin. Na hapa niko kwenye mimbari na kuomba Mola wangu kwenye msikiti katika nyumba tukufu, na kuomba nifishe ile hali ukiwa radhi nami na ukiwa na radhi sote, na nifishe Mola wangu kama alivyoota mja wako huu, kwa kuniota ya kwamba nimekufa juu ya mimbari baada ya kumaliza hutuba. Wallahi nilitikia amin amin amin, na nakuomba Mola wangu nipe mwisho kama huo, nife nami niko katika jukumu la kuifanya kazi yako. Na sote hapa tulipo, Mwenyezi Mungu atufishe kiuzuri, na Mwenyezi Mungu atufishe kwa wema, na Mwenyezi Mungu atufufue pamoja na wema. Lakini vile utakavyoishi ndivyo utakavyokufa, na vile utakavyokufa ndivyo utakavyofufuliwa. Sasa yote hayo, siri ya mtu kuishi vizuri, na siri ya mtu kupata kifo kizuri, na siri ya mtu kufufuliwa vizuri ni kuwa na imani na Mola wake, kisha asimame kwa kutenda amali zilizo njema. Mbili za mwisho tukimaliza kwa leo. La nne, kufanya moyo wako salimike, al-imanu bil qadari, ni mtu kuamini kadari. Mwenyezi Mungu asema katika suratul Qamar aya 49, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadari, hakika kila kitu tumekiumba sisi kwa kadari na makadirio. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, wa'lam, najua, anna ma akhtaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak, wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila kitu kwa kadari, ambalo kwamba limekukosa ilikuwa limepangwa lisikufike, na linalokufika halikukosa ilikuwa limepangwa likufike. Kila kitu kwa kadari. Angalia Ibn Abbas, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia, ya ghulam, inni uallimuka kalimat, ihfadhillah yahfadhk, ihfadhillah tajidhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in
lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Limadha rufi'atil aqlam wa jaffatis suf. Ni maneno haya ya tauhidi na ni maneno haya ya msimamo kwa kila mmoja astahili kuwa nayo. Tumelimwambia muhifadhi Mola wako, Mola wako atakuhifadhi. Muhifadhi Mola wako, utampata Mola wako yuko mbele yako kutaka kusaidia wakati una tatizo na wakati una tabu. Akamwambia jua ya kwamba lau watajikusanya majini na watu kwa lengo la kutaka kunufaisha, hawawezi kunufaisha isipokuwa kwa manufaa aliyokuandikia Mola wako. Na lau watajikusanya majini na watu kwa lengo la kutaka kukudhuru, hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa dhara aliyokuandikia Mola wako. Kwa nini? Kalamu zimenyanyuliwa, kurasa zimekauka. Kwa lugha nyingine, wa matashauna illa an yasha Allah. Hayawi siku zote tuyatakayo, siku zote yatakuwa anayoyataka Mola wetu. Lakini leo tumekosa amani kwenye nyoyo zetu na nafsi zetu. Tumekuwa ni wachache kwa kuamini kadari na kadhaa ya Mungu. Lakini utakapoiweka kwenye moyo wako ya kwamba kuna kitu chaitwa kadari na lolote linalokufika, basi wallahi utaishi kwa starehe katika hii dunia. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lilmu'min in aswabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in aswabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ajabu ya mtu muumini, mambo yake yote kwake ni khairi. Akifikwa na jambo la kumfurahisha yeye na jambo ambalo kwamba moyo wake utafurahi nalo, yeye hushukuru kwa hilo, ikawa khairi kwake. Na akifikiwa na jambo zito, yeye husubiri na hilo, basi ikawa kwake yeye pia ni khairi, kwa sababu al-imanu nisfani, nisfu shukri wa nisfu sabri. Imani nusu mbili, nusu ya kushukuru na nusu ya kusubiri. Ukiwa na moyo wako umeamini kadhaa ya Mungu na kadari yake, kwa lolote litakalokufika, kwa kufahamu ya kwamba Mola amekadiria, waja hawana lao, ni matakwa ya Mola wangu kutaka kwake, kwa kunipima imani langu kwa hili lenye kunifurahisha, tashukuru kwa hilo, na hili lenye kuniudhi tasubiri kwa hilo. Ukiwa muumini wa kisawasawa ambaye kwamba huamini kifungu kimoja cha imani, al-imanu bilqadari khairihi wa sharrihi, basi wallahi huwezi kuteteleka katika ulimwengu wa dunia, na hakuna atakayekutatiza kwa kufahamu ya kwamba kuna kadhaa na kadari kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Akiamuru jambo likufike litakufika, na akiamuru jambo lisikufike halikufiki. Lakini tumekuwa wachache wa kadari, na asili ya imani nusu mbili, nusu ya kusubiri na nusu ya kushukuru. Mwanamume mmoja Mola wake alimjalia mwanamke mzuri sana, mrembo. Akamwambia mke wake, alhamdulillah, nitaipata pepo. Mwenyezi Mungu amenipa mwanamke mzuri kama wewe na mmeshukuru kwa hilo, basi nitaipata pepo. Kwa sababu huyu alikuwa ni mzuri mwanamke, bwana ilikuwa si mzuri, ingawa kwa lugha ya kileo. Lakini mimi nasema kila mmoja ni mzuri na kila mmoja si mzuri. Si mzuri kwako ni mzuri kwangu, ni mzuri kwangu si mzuri kwako. Ndivyo Mungu alivyojalia. Lakini bidhati na uhakika wa mambo, sote ni wazuri. Ikiwa hunitaki, yuko anitakaye. Ikiwa huntaki, chuko chuntakaye. Ndivyo mambo yalivyo. Wewe humwata kawa huntaki, watuliza, fanalaik, likuwaje paka kamwata kama yule? Huwa watu mmezea mate. Lakini wewe uliomwata huna hamu naye, huona kwamba si lolote si chochote,
umwona mbure, hafai, hakukuridhisha kwa vile namna alivyo, lakini vile alivyo kwako huna ridhaa naye, hukuridhika naye, kuna kwa mwingine usema haniati nami hamwati mimi kamuoa, ndivyo mpendavyo vile namna alivyo kwa ulimwengu namna unavyokwenda. Lakini hakuna muovu wala hakuna mbaya, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala kamuumba mwanadamu katika umbile lililokuwa zuri zaidi. Lakini twende kamwambia kwamba kwa uzuri wako namna ulivyo, mke wangu, Mola wangu amenipa mwanamke nzuri kama wewe, nimeshukuru kwa hilo na nitakwenda peponi. Mwanamke akamwambia, umenipata mimi nzuri kwa ubaya wako, kisha na peponi utaka kuingia peke yako kwa kushukuru kwa kupa mimi mzuri. Akamwambia, nami pia taingia peponi nawe kwa ubovu wako, mimi mmesubiri juu ya ubovu wako lakini mmeketi nawe. Kisha akamwambia, ashakiru waswabiru fil janna, mwenye kushukuru na mwenye kusubiri watu wawili peponi. Angalia mambo namna yalivyo kwa watu waumini wa kweli, mambo mawili: mkushukuru kwa mambo yanayoridhiana na nyoyo zao, na kwa kusubiri kwa mambo ambayo kwamba hayaridhiani na nyoyo zao. Na ukenda kwa sampuli hiyo, hakuna tatizo litakalokuwa tatizo katika nafsi yako na moyo wako. Moyo wako kumakinika na moyo wako kutulia, amini tu ya kwamba kadari na mipango ya Mungu ipo, na mipango ya Mungu huweza ukaona ni shari kumbe ni kheri, na huweza ukaona ni kheri kumbe ni shari. Yeye ajua, sisi hatujui. Lakini mwanadamu kivovote ni kushukuru kwa yale yatakayomfurahisha na kusubiri kwa yale ambayo kwamba yatamdhuru. La tano kwa leo, atawakkulu ala Allah. Ukitaka kupata umakinifu na utulivu kwenye moyo wako, ni utawakal kwa Mola wako. Watuambia wanazuoni, idha aradta an takuna Allahu wakilak, idha aradta an yakuna Allahu wakilak, kama utataka Mola awe ndiye msimamizi wako, fi kulli halin, katika hali zote, fatamassak bitawakkuli fi kulli halin, basi shikamana na kumtegemea Mola wako katika kila wakati. Waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Wallahi, usimamapo kumtegemea Mola wako, Mola wako atasimama nawe. Hakuwati Mola wako patupu ikiwa utamtegemea Mola wako. Angalieni Mtume Ibrahim, Nabiyullah Ibrahim aliposimama kuambia watu wake, uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi, fedheha kwenu na mnavyoviabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Jamaa wakasemaje? harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, mchomeni huyu, wanusuruni miungu yenu ikiwa nyinyi mutasimama kwa hilo na kwa hayo. Zilikusanywa kuni, Nabii Allah Ibrahim, moto ukawashwa, akarushwa kwenye moto. Jibril alayhi salam alikuja mbio mpaka kwa Mtume Ibrahim, akamwambia, alaka haja, una haja nikusaidie? Nabiyullah Ibrahim akamwambia, amma ilaika fala, kama msaada utoka kwako mimi sitaki. Akamwambia, fasal rabbaka, muombe Mola wako mlezi. Akamwambia, ilmuhu bihali, elimu yake Mola wangu mlezi ujua hali yangu, nataka msaada au sitaki msaada. Pale pale Mwenyezi Mungu akasema, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Angalia, tegemeo lake lilikuwa si tegemeo lingine, ni tegemeo la kumtegemea Mola wake. Usimamapo kwa kumtegemea Mola wako, hakuwachi patupu Mola wako ikiwa kweli utamtegemea. Lakini tuambiwa, fa haqiqatu tawakkuli, kutawakkal kiuhakika, an ya'tamida al-abdu ala Allahi azza wa jalla, ni mja ategemee kwa Allah tabaraka wa taala, itimadan sadiqa, kumtegemea kiukweli, fi masalih dinihi wa dunyahu, katika mambo
ya dini yake na dunia yake, maa fi'li al-asbab al-ma'dhun fiha, pamoja na kutenda zile sababu ambapo kwamba ameruhusiwa kwenye hilo. Ndipo tukaambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra takhdu khimasa wa taruhu bitana. Bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa ndio hakikatu tawakkuli. Lakini pamoja lipatikane na jambo kwa hadithi hii tuliyoitoa, kuna kaida mbili zapatikana hapa, na ndio kaida za kumpeleka mwanadamu vizuri sana. Angalia hadithi inayosema law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, lau nyinyi mutantegemea Mola wenu Allah haki ya kumtegemea, la razakakum kama yarzuqu at-tayra, atawarzuku nyinyi kama anavyowarzuku ndege, takhdu khimasa wa taruhu bitana, hutoka asubuhi kwenye majumba yao vindege, wana njaa na jioni hurudi wameshiba. Wao tawakuli yao ni kwa Mola wao, lakini kando na tawakuli yao kwa Mola wao walilieka jambo la pili. Sasa mambo mawili paka yapatikane. Katika hadithi hii tupata kaida ya kwanza, at-tawakkul ala Allah, lazima mtegemee Mola wako. Kisha la pili, al-akhdhu bil asbab, kuandama sababu baada ya kumtegemea Mola wako. Usinene ya kwamba Mola tanipa, lakini huandami sababu za Mola wako kukupa. Andama sababu. Tena naweza nikasema hivi, al-akhdhu bil asbabi ma'a yaqini fi tawfiqillah. Andama sababu kisha uwe na uyakini wa taufiki kwa Mola wetu, kumtegemea kwako. Amini 100% ya kwamba namtegemea Mola wangu, na mimi kwake natarajia ataniacha patupu. Maji haya umepawa ni maji umeambiwa ndawa, kasema nanywa haya maji kwa kuwa nimeandama sababu ya kutafuta dawa, ndiyo sababu. Lakini natawakal kwa Mola wangu aniponye maradhi yangu, Mola wangu kwa kuiandama sababu, lakini nategemea kwako unipoze maradhi yangu. Ukinywa ukiwa nategemea kweli kwa Mola wako, wallahi utapoa. Lakini ikiwa kidogo unashaka, hapo ndo itakuwa matatizo yako hapo. Si kuna sahaba pia alambe, ya Rasulullah, hebu nijalie mimi mwenye kujibishwa dua zangu, nikiomba iwe Mola hujibisha dua. Mtume aliwaambia aje, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Mwenyezi Mungu huku mkiwa na uyakini Mola wenu atawajibisha. Uwe na itimadun sadiqan, uwe na tegemeo ambalo kwamba la kweli la kumtegemea Mola wako. Wallahi wa billahi wa tallahi, Mola wako hakuati patupu. Kimtegemea Mola wako kisawasawa, atakuonesha miujiza yake. Mmoja aliulizwa, alipawa sindano hii ya kushonea, kisha kapawa na paja la ngamia. Akaambiwa, Mwenyezi Mungu huweza kupitisha paja la ngamia kwenye hii tundu ya sindano? Akasema, inna Allah ala kulli shay'in qadir, lakini paja la ngamia nalo mkubwa, lakini ashatia. Lakini wewe ushasema inna Allah ala kulli shay'in qadir, kisha iweje walaki na paja la ngamia ni kubwa? Bado hujaamini inna Allah ala kulli shay'in qadir. Lakini utakapoiamini kisawa sawa, litapita paja la ngamia juu ya ukubwa wake kwenye tundu ya sindano juu ya udogo wake, kwa kuwa inna Allah ala kulli shay'in qadir. Sasa sisi nasi kwa kumtegemea Mola wetu, tumtegemee Mola wetu kiukweli wa kumtegemea na uyakini wa kujibiwa naye, kusimama nasi kwa sisi kumtegemea yeye, pamoja na kuandama sababu kwenye mambo tuyatakayo baada ya
atawakkul ala Allah. Watuambia wanazuoni waheshimiwa, hadhihi haqiqatu tawakkuli, huko ndiko kumtegemea Allah tabaraka wa taala kiukweli. Ndipo tukaambiwa ya kwamba tusimame na jambo hilo la kumtegemea Mola wetu. Ndugu zanguni katika imani, kwa siku ya leo, mwisho kabisa, min subuli tahqiqi salami nafsi, tuambiwa ya kwamba aridha birizqillahi, ni mtu kuridhika na riziki aliyogawiwa na Mola wake. Warda bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas, ridhika kwa riziki uliopewa na Mola wako, basi utakuwa tajiri kushinda matajiri. Wallahi hakuna ala riziki ya mtu, kile unachokula ndicho chako, na ambacho kwamba hukula si chako, na chako nchako angataka waja kisiwe chako, na ambacho kwamba si chako angataka waja kiwe chako, na wamoja hali 10 na wa 10 hali moja. Ndio mipango ya Mola wetu, namna mambo alivyotupangia. Lakini ridhika kwa alichokugawia Mola wako, utakuwa tajiri kushinda matajiri. Hurran man qana walau kana abdan man tamaa walau kana hurra, huwa huru, huwa bosi mwenye kukinai hata kama yeye ni mfanyikazi, ni maskini, na huwa maskini na huwa kijakazi mwenye kuwa na tamaa hata kama yeye ni bosi. Wama min dabatin fil ard illa ala Allahi rizquha, kila mmoja kashapangiwa riziki zake. Angalia hadithi, tukifunga nayo muhadhara wa leo, tukiunganisha na hutuba yetu tuliyoitoa leo Ijumaa, kwamba asili ya mwanadamu mabadiliko. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asemaje? inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Angalia, tumesema hukusanywa mmoja wenu katika tumbo la mamake kwa siku 40 ikiwa ni tone la manii, kisha hubadilika kwa masiku kama hayo ikawa ni pande la damu, kisha kwa masiku kama hayo hubadilika ikawa ni pande la nyama. Kisha waambiwa ya kwamba Allah tabaraka wa taala kumpeleka malaika akampuliza roho, na baada ya kupuliza roho akaamrishwa malaika andike mambo 4. Miongoni mwa haya mambo ni andike riziki zake. Riziki zake mwanadamu kila mmoja shapangiwa, kile ulichokula na utakachokula mpaka kuondoka kwako, Mola wako tayari ashakupangia. Si maharagwe, si mchele, si uto, si sima, si ngano, si spaghetti, si lolote, hata chumvi. Ukiona upenda sana chapati, si ajabu Mola wako ankuandikia sana ule chapati katika uhai wako. Ukiona ni mtu wa spaghetti ama ni mtu wa kupenda bokoboko na harisa, jua basi Mola wako amekuandikia mjama la bokoboko na harisa mpaka kiyama kisimame. Kwa hivyo kila mmoja namna alivyoandikiwa na Mola wake. Ndipo pale hata sipitali, saa nyingine mtu kuuliza vipi babako, ukasema wallahi hali ya baba hairidhishi. Baba tukimtia uji kwa huku toka kwa huku, baba tukimtia maziwa kwa huku toka kwa huku. Ile ina maana angapumua baba, angakuwa na pumzi baba, bado yapumua, tuamwona yuko hai, lakini riziki zake alizoandikiwa na Mola wake wakati umekwisha, hana tena cha riziki. Sasa mwanadamu ukitaka kumakinika katika nafsi yako, na mwanadamu kumakinika katika uhai wako na maisha yako, na mwanadamu kuwa na umakinifu na usalama na amani ndani ya moyo wako, ridhika kwa alichokugawia Mola wako. Usitaki kuangalia watu wana nini, na usitaki kuangalia watu wapata nini. Uangaliapo watu wana nini na watu wapata nini, mbona watu wana zaidi kuniliko mimi, wajitafutia maradhi ya moyo,
wajitafutia uanze kuwa na hasadi, wajitafutia uanze kupanga vitimbi vya kuwatimba wenzako, kwa sababu umetaka kuangalia riziki za wenzako, hukuangalia riziki zako. Ridhika kwa riziki alizokuandikia Mola wako, ili upate umakinifu katika moyo wako na katika maisha yako. Kwa hizi tulizozitaja ni baadhi ya mambo walioyataja wanazuoni. Njia hizi ukizishika na mambo haya ukiwa nayo, basi utapata salama na amani katika nafsi yako na katika moyo wako. Ni saa 2:10, wakati umekwenda, lakini dakika 5 ikiwa wenyewe mko radhi, mtu ana suala 1-2 tufungieni kwa leo ili tuweze kuswali. Naam. Ina maana hakuna swali inshallah. Barakallahu fikum. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mwenyezi Mungu awahifadhi. Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Mwenyezi Mungu aweke katika mizani hasanati zenu. Msikiti ulipo si mahali karibu. Kuna watu wametoka mbali mpaka kufika hapa kwa lengo la kusikia darasa. Namuomba Allah tabaraka wa taala kwa kila hatua ulioinua, basi iwe ni mema amekuzidishia katika mizani ya hasanati zako siku ya Kiyama. Na kama ulivyotoka nyumbani kwa salama salmini, Mola wako na Mola wetu na Mola wenu awaregeshe salama salmini. Furaha uliyoacha nyumbani, na muomba Allah tabaraka wa taala kwa unyenyekevu ajalie familia zenu familia ambazo kwamba kama mlivyoacha na furaha, ziwe familia za furaha tele na furaha za kudumu daima dawama, kuanzia hapa mpaka kitakaposimama kiyama. Wa ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ij'al hadhihi jama'atana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihim wayyadan ma'suman. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina wahdina subul salam wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha ma batan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Shukran wa jazakumullahu khairal jazaa.